Rabadia Sumburia Karabashata. Malaika, malaika wanasifu mbele zako, wakuabudu wastahili. Malaika, malaika wanasifu mbele zako, wakuabudu wastahili. Lama mama yadi na mala na na malaika wanasifu mbele zako, wakuabudu wastahili. Lakina mama kona mamisina mama ni anadera, rababa kona masina bade, hana makoni ya mama sina baba. Wanasifu mbele zako, mbele zako, wakuabudu Bwana wa mabwana wewe. Rakamasia Rabadia, Rabadia Sumuria, Rakapasia Rabadia. Hi, yeah, na 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 na. Bwana Yesu asifiwe, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ndugu msikilizaji wa redio hii, nikukaribishe tena usiku wa leo katika kipindi maalum cha mafundisho ya neno la Mungu, kipindi kinacholetwa kwako na mtumishi wa Mungu Daniel Sanga. Karibu sasa tuweze kujifunza maneno ya uzima, na kabla sijaleta somo la usiku wa leo, nataka tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu uliye mwema, wewe ni Mungu, hatuna Mungu aliye kama wewe. Heshima zote na utukufu ni wa kwako. Asante kwa msikilizaji wangu mahali popote pale alipopata nafasi ya kusikiliza neno la uzima. Neema yako iliyotufunika sisi mahali hapa studio, imfunike na yeye mahali popote pale alipo, na msaada wote ulio pamoja nasi ukawe pamoja naye na kumsaidia kila mmoja sawasawa na makusudi ya kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na kwa damu ya Yesu tumeomba na kuamini, amen, amen. Ndugu msikilizaji wangu, usiku wa leo tutakuwa na somo zuri sana ambalo nimelipa kichwa kinachosema siri ya kujibiwa maombi. Siri ya kujibiwa maombi. Na lengo la somo letu ni kujifunza mbinu za namna ya kujibiwa maombi yako. Lengo ni kujifunza mbinu za namna ya kujibiwa maombi yako. Na tunapoanza somo letu, nataka nianze na utangulizi huu muhimu, kujua tafsiri ya neno maombi. Watu wa Mungu, maombi ni mazungumzo kati ya mtu na Mungu wake. Maombi ni mazungumzo kati ya mtu na Mungu wake. Kwa hiyo tunapoomba, kuna wakati wetu sisi kuongea na kuna wakati wa Mungu kujibu maombi yetu. Maombi sio sisi tu kuongea na Mungu. Maombi yanadai pia Mungu afanye kitu kwetu, na anapofanya Mungu anajibu maombi yetu. Ile Yeremia 33 mstari wa 3, Biblia inasema, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Kwa hiyo maombi sio tu kitu cha kumweleza Mungu, ni jambo linalodai Mungu ahusike kwenye maombi yetu. Na Mungu anapohusika katika maombi yetu, anahusika kujibu maombi yetu, au kutupa maelekezo, au kutuonyesha kitu cha kufanya. Mstari ambao nimekusomea
Anasema niite nami nitakuitikia. Nikiitika sitakuja kujibu maombi yako, nikiitika nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Kwa kuna wakati tunapoomba Mungu haji kujibu maombi, anakuja kutuonyesha cha kufanya, na anapotuonyesha cha kufanya, tunapoanza kufanyia kazi kile alichotuonyesha, tunakutana na majibu yetu. Na kuna wakati tunapoenda mbele za Mungu kuomba, sawasawa na Mathayo sura ya 7 mstari wa 7, maandiko yanasema ombeni nanyi mtapewa. Ile Mathayo 7, tunapoomba mbele za Mungu, Mungu anajibu maombi yetu. Lakini Yeremia tunapoomba anatuonyesha cha kufanya. Kwa hiyo si kila wakati tunapoomba tutapata majibu ya maombi yetu. Kuna wakati tutaonyeshwa cha kufanya, na kile anachotuonyesha kimebeba majibu yetu. Na mimi nataka uelewe jambo hili, mtu wa Mungu. Mbinguni hakuna store ya majibu ya maombi yetu. Narudia. Mbinguni hakuna store ya maombi. Maana yake hakuna chumba cha kutunza maombi. Kwa hiyo kila tunapoomba, mambo mawili hutokea: au Mungu anajibu maombi yetu, au maombi yetu yanakataliwa. Na mimi nataka ujue na ufahamu jambo hili. Kila wakati unapoenda mbele za Mungu kuomba, Mungu hajibu maombi yako kwa sababu umeomba. Kuna vigezo vya kibibilia anavyofuatilia Mungu katika maombi yako ili aweze kujibu maombi yako. Na mimi usiku wa leo nataka nikuonyeshe hivyo vigezo vitakavyokusaidia unapoomba uweze kufurahia majibu ya maombi yako. Kigezo cha kwanza ni utakaso wa moyo wako. Kigezo cha kwanza ni utakaso wa moyo wako. Nisikilize mtu wa Mungu. Hali ya moyo wako inaweza ikawa ni sababu ya kujibiwa maombi yako, au ikawa adui wa maombi yako. Kuutakasa moyo wako ni kumfungulia Mungu mlango wa kulitazama teso lako, au kuutakasa moyo wako ni kumpa Mungu kibali cha kuingilia kati hali yako na kujibu maombi yako. Nisikilize mtu wa Mungu, hakuna kinachoweza kubadilika kwenye maisha yako kama moyo wako haujabadilika. Ni mabadiliko ya moyo wako ndiyo yanayoamua kama Mungu ataingilia hali yako au hataingilia hali yako. Kumbuka jambo hili: moyo uliobeba uchungu na dhambi na hasira ni zuio la jibu la maombi yako. Kwa hiyo kila kukumbatia dhambi, kukumbatia uchungu moyoni, ni kujiwekea zuio la majibu la maombi yako. Kwa hiyo ili uweze kufurahia majibu ya afya yako, majibu ya kazi yako, majibu ya uchumi wako, hatua ya kwanza, takasa moyo wako. Hatua ya kwanza, takasa moyo wako. Kile kitabu cha Joshua sura ya 3, Joshua sura ya 3 mstari wa 5, maandiko yanasema, Joshua akawaambia watu, jitakaseni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Jitakaseni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Watu wa Mungu, hapa ilikuwa ni kipindi ambacho taifa la Israeli wamefika kwenye ukingo wa mto Yordani, na maji yamejaa katika mto Yordani. Hakuna namna wanaweza wakavuka ng'ambo, na wanahitaji msaada wa Mungu ili waweze kuvuka kuikabili Yeriko na kuingia katika nchi ya Kanani. Joshua kabla hajaenda mbele za Bwana kuomba Mungu aingilie kati hali yao na kuwapa msaada kwa ajili ya kupasua ule mto, jambo la kwanza aliwasemesha wana wa Israeli,
jitakaseni. Anawaambia leo hii jitakaseni, maana kesho Mungu atatenda mambo ya ajabu. Jitakaseni, maana kesho Mungu atatenda mambo ya ajabu. Maana yake nini? Utakaso wa moyo ni ruhusa ya Mungu kukutendea, na uchafu wa moyo wako ni zuio la Mungu kuingilia kati hali yako. Kwa hiyo wakati wowote unapokumbatia dhambi, unamzuia Mungu kuingilia kati hali yako. Leo hii tuna watu wengi sana wanataka waishi wanavyotaka, hawaogopi dhambi tena. Mioyo yao imejaa chuki, mioyo yao imejaa uchungu, hawaogopi maovu tena, na bado wanaenda mbele za Mungu, wanataka kuona Mungu anawajibu hivyo hivyo. Unisikilize mtu wa Mungu, dhambi ni zuio la kujibiwa maombi yako. Unataka Mungu akuvushe? Hakikisha umeondoa bidhaa za uovu ndani yako. Kila kutakasa moyo wako ni kumfungulia Mungu mlango wa kuingilia kati hali yako. Angalia kitabu cha Zekaria ile sura ya 3 na mstari wa 1 mpaka wa 4. Maandiko yanasema, kisha kanionyesha Joshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wa kuume ili ashindane naye. Bwana akamwambia shetani, Bwana akukemee ewe shetani, na Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Basi Joshua alikuwa amevaa mavazi machafu sana, naye alikuwa amesimama mbele ya malaika. Naye huyo akajibu akamwambia yule aliyesimama mbele yake akisema, mfueni hizi nguo chafu. Kisha akamwambia yeye, tazama, nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani, nami nitakuvika mavazi ya thamani. Nataka uone huyu ndugu tunayesoma habari zake ni Yoshua kuhani mkuu. Kwa lugha ya leo tungesema ni askofu mkuu. Waingereza wanaita archbishop, ni askofu mkuu. Ukimwona kwa nje askofu mkuu, amevalia mavazi ya thamani, amevaa mavazi ya kikuhani. Maana yake ana muonekano, ana kanzu nzuri, amevaa naivela, amejifunga mshipi, kofia kichwani, na amebeba fimbo mkononi mwake. Lakini wanaomtazama huyu askofu rohoni wanaona amevaa mavazi machafu. Wanaomtazama mwilini wanaona mavazi masafi. Anayetazama rohoni anaona mavazi machafu. Na ule uchafu wa rohoni, walikuwa wanaona dhambi kwa jinsi ya rohoni. Kumbe mtu anaweza akaonekana ni msafi kwa jinsi ya mwili, msafi kwa jinsi ya utumishi wake, msafi kwa jinsi ya uimbaji wake, msafi kwa jinsi ya ualimu wa neno, msafi kwa jinsi ya uinjilisti, kwa mwonekano wake wa nje, na kumbe ndani yake ni mchafu. Na uchafu wa rohoni ni dhambi alionayo huyo mtu. Ni vema ufahamu jambo hili, mtu wa Mungu. Kwenye ulimwengu wa kiroho kuna milango mikubwa miwili. Kuna mlango wa Mungu na kuna mlango wa shetani. Kwa hiyo unaweza ukamfungulia Mungu aingie maishani mwako kwa kufungua mlango wa Mungu. Unaweza ukamfungulia shetani maishani mwako aingie ndani yako kwa kumfungulia mlango wa dhambi. Unisikilize mtu wa Mungu, mlango wa shetani unafunguliwa na dhambi, na mlango wa Mungu unafunguliwa na utakaso. So unapotakasa maisha yako, unafunga mlango wa shetani maishani mwako, na unaondoa uhalali wa shetani maishani mwako, unamfungulia Mungu mlango kuingia ndani yako. Kila unapojitakasa unafunga mlango wa shetani, na kila unapotenda dhambi unafungua mlango wa shetani. Nimekusomea habari za huyu kuhani mkuu
Ingawa kwa nje alikuwa na muonekano mzuri, lakini kwa jinsi ya rohoni alikuwa na dhambi ametenda. Alimfungulia mlango shetani kuingia katika maisha yake, na shetani alikuwa amesimama mbele yake ili kuharibu maisha yake. Maandiko anasema Mungu alipoingilia kati kumsaidia, alimwambia malaika, mwambie kuhani mkuu avue mavazi yake machafu. Alikuwa hazungumzi juu ya mavazi ya mwilini aliyovaa, alikuwa anazungumza juu ya hali ya dhambi. Maana yake jitakase. Anamwalika kwenye madhabahu ya rehema ili ajitakase mbele za Bwana. Na unaona, alipoomba toba mbele za Mungu na kujitakasa, neema ya kumsaidia ikaingilia kati. Maandiko yanasema malaika wa Bwana akapiga kelele, Bwana na akukemee, Bwana na akukemee, na shetani akaacha maisha yake. Kwa kila wakati tunapojivika vazi la utakaso, tunakaribisha msaada wa kiungu, usaidizi wa kiungu na utetezi wa kiungu. Unisikilize mtu wa Mungu, kujitakasa sio tu kujitenga na uovu. Kujitakasa ni kualika msaada wa Mungu ukaribie maisha yako. Karabashanda. Kwa hatua ya kwanza unapoingia kwenye maombi ni maisha ya utakaso. Hatua ya pili, omba kwa imani. Hatua ya pili, omba kwa imani. Nisikilize mtu wa Mungu, hapa ndipo kwenye msingi wa maombi. Maombi hayawezi kuwa maombi bila imani. Unaweza kuona maelezo mengi, umenena kwa lugha, sentensi nyingi, lakini maana na mantiki ya maombi, msingi wake ni imani. Ukipoteza imani ndani yako, umepoteza maana ya maombi. Kile kitabu cha Mathayo sura ya 11, Mathayo 11 mstari wa 23, maandiko yanasema, Marko 11 alafu mstari wa 23. Ndiyo, maandiko yanasema, amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu, ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini ya kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa ya kwake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisari, aminini ya kwamba mmeyapokea, nayo yatakuwa ya kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa anazungumza na wanafunzi wake na anawafundisha namna ya kushughulikia changamoto za kimaisha. Anawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu, ng'oka ukatupwe baharini, wala usione shaka moyoni mwako. Kwa lugha nyingine, Yesu alikuwa anasema, ukitaka kujua namna ya kuamuru mlima uondoke ndani yako au uondoke kwenye maisha ya watu wengine, amuru huo mlima. Lakini mlima hauondoki kwa sababu umeuamuru. Mlima unaondoka kwa sababu ya imani ndani yako. Wewe niseme namna hii, kila mtu anaweza kuamuru mikono ya giza. Anaweza kuamuru mikono ya giza iondoke juu ya uchumi, iondoke juu ya afya, iondoke juu ya kazi, lakini si kila mtu anaweza kashuhudia milima ikiondoka. Tuna watu wengi sana ambao wana maombi mazuri, wana maombi yenye mzigo, lakini bado wana mizigo kwenye maisha yao, wana mizigo kwenye ndoa, wana mizigo kazini. Kuomba wanaomba, na wengine wanafunga, lakini bado hawaoni matokeo. Unisikilize, unapoomba, iwe ni kwa kufunga, iwe ni kwa kuambatanisha na sadaka, iwe ni kwa mapatano, inategemea hali ya moyo wako, kama una imani au una shaka. Maandiko yanasema, yeyote atakayeuambia mlima huu, wala asione shaka moyoni, bali aamini. Kwa hiyo ndani ya moyo wako
kuna vitu viwili, kimojawapo kinaweza ikakaa, au imani au mashaka. Imani na mashaka havikai pamoja, ni sawa na giza na nuru, haviwezi kukaa pamoja. Imani ni bidhaa ya Mungu, mashaka ni bidhaa ya Shetani. Kwa Shetani anaweka shaka moyoni mwako ili azuie jibu lako, na Mungu anapanda imani moyoni mwako ili akuletee baraka maishani mwako. Kwa hiyo shambulio hatari zaidi la mtoto wa Mungu sio shambulio la uchumi wako, sio shambulio la magonjwa, sio shambulio la mafarakano unayopitia kwenye ndoa. Shambulio hatari zaidi ni shambulio la hofu na mashaka aliyopanda Shetani moyoni mwako, kwa sababu mashaka yakikaa moyoni mwako yatakunyima vitu vingi vya Mungu kujilia maisha yako. Nisikilize, Mungu sio mnyimi, hata azuie baraka maishani mwetu, lakini mashaka na hofu hutumika kama zuio la mema ya Mungu kufikia maisha yetu. Kila wakati unapobeba hofu na mashaka moyoni mwako, unajizuilia mwenyewe kupokea mema ya kiungu maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mmoja nilikuwa nasikiliza ushuhuda, ni ushuhuda wa dada mmoja kule Afrika ya Kusini. Huyu dada alikuwa ameokoka na ni nesi. Akiwa kwenye shughuli zake za kiofisi, kuna siku moja usiku wa manane, akiwa ofisini kwake, alitokea na jitu lisilokuwa la kawaida. Likafungua mlango usoni, limevaa vitu kama maski, kucha ndefu, linatisha. Unajua, alipofungua ule mlango akamtisha yule dada. Pamoja na kwamba ameokoka, lile dude likapanda hofu ndani yake, na ile hofu ilipodondoka moyoni mwake, lile jitu likaenda likamgusa mgonjwa, na dakika ile ile mgonjwa akafa. Baadaye likatoka, wakambeba yule mgonjwa akapeleka mochwari. Wiki iliyofuata, dada akiwa zamu tena, jitu lile lile likatokea likamtisha tena. Moyo wa yule dada ukaogopa sana. Baadaye dada kajikunja pembeni ya mlango ya kitanda, lile jitu likaenda likagusa mgonjwa tena akafa. Alipotokea wiki ya tatu, dada akagundua hii hali sio hali ya kawaida. Aliamua kumtafuta mchungaji wake. Alipomsimulia mchungaji wake akamtazama, akasema, kama ungejua wale watu wote wasingekufa. Akamwambia, ile dude uliloliona ilikuwa ni roho ya mauti, na ilikuja kwa vitisho ili kupanda hofu ndani yako. Shetani hawezi akapiga maisha yako, ni mpaka ameweka bidhaa yake moyoni mwako. Bidhaa yake inaitwa hofu na mashaka. Akipanda bidhaa yake, anapata mlango wa kukuingilia. Mchungaji wake akamfundisha, akamwambia, Shetani alikutiisha, akadondosha hofu moyoni mwako, na ile hofu ilipokaa moyoni mwako ikakufanya uwe powerless mbele yake, na ikampa mamlaka Shetani ya kuua watu waliokufa. Kwa hiyo nakutuma urudi tena mwanangu, kama unaweza ukasimama kwa ujasiri na ukamwambia Shetani, nimekugundua wewe ni roho ya mauti, na ukakemea ile roho kwa imani, uwe na uhakika ile roho itaondoka mbele yako na itakimbia mbele yako. Yule dada kajengwa na mchungaji wake, imani kazaliwa. Aliporudi ofisini kwake katika shughuli zake za kawaida, ghafla ile roho ikatokea tena. Ilipojaribu kumtiisha, dada alisimama, katoka kitandani kwa ujasiri, akamwambia Shetani, nimekugundua wewe ni roho ya mauti, kwa mamlaka niliyopewa, toka. Alipokemea namna hiyo, ile roho ilijikunja kwa mlango na ikatoka kwa kile chumba. Tangu wakati huo ile roho haijawahi kurudi tena. Nataka unisikilize, mtu wa Mungu, kila mtoto wa Mungu anayenisikiliza mahali popote pale ulipo, unayo mamlaka dhidi ya Shetani, unayo mamlaka dhidi ya magonjwa, unayo mamlaka dhidi ya kazi ya giza, lakini nategemea imani ndani yako. Imani sio ujasiri,
Imani ni wakati ndani yako hakuna mashaka, ni wakati ndani yako hakuna mahofu tena ndani yako. Unisikilize mtu wa Mungu, ni lazima tukubali kusaliti hofu ili tuweze kutenda kazi kwa imani. Ni lazima tukubali kuua hofu moyoni mwetu, kuua mashaka moyoni mwetu, ili tuweze kuhuisha imani ndani yetu. Mungu huwa hasukumwi na maombi. Mungu huwa anasukumwa na imani yako. Haijalishi mahali unapopita ni pembamba kiasi gani, lia unavyoweza ukalia, toa machozi unavyoweza kutoa machozi, omba unavyoweza kuomba. Mungu atakaa pembeni yako, anasubiri ruhusa yako ili aingilie hali yako na akusaidie. Na kibali anachosubiri kwako ni imani yako. Akiiona imani, ataingilia kati kusaidia. Nami namkumbuka mtu mmoja kwenye Biblia, anaitwa Bartimayo, kipofu. Alisikia Yesu akipita kwa njia, akapaza sauti yake akisema, e Yesu Mnazareti unirehemu, e Yesu Mnazareti unirehemu. Yesu alipokaribia, hakuangalia kilio chake, hakuangalia malalamiko yake. Alimuuliza swali, Bartimayo, Bartimayo, unaamini kwamba naweza kukutendea? Akamwambia, Bwana wangu, nisaidie kutokuamini kwangu. Na alipoona imani ndani yako, akaweka mikono kwenye macho yako, akamwambia, sawasawa na imani yako upokee. Hakusema sawasawa na maombi yako, kwa sababu hatupokei sawasawa na imani na maombi. Tunapokea sawasawa na imani ndani ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wale wanaosoma Biblia wanaweza wakaelewa kidogo. Kuna dada mmoja alikuwa na shida ya kutokwa na damu mwilini mwake, na ametokwa zaidi ya miaka 14. Aliposikia habari za Yesu Mnazareti, ndani yake ikazaliwa imani. Na Yesu alikuwa akipita kwenye kile kijiji, makutano mengi ya watu walikuwa wakimsonga. Yule dada aliazimu moyoni mwake, akasema, nikigusa pindo lake kwa imani, nina uhakika nitapona. Nikigusa pindo lake nitapona. Unajua, aliposogea karibu, maandiko yanasema watu wengi walikuwa wakimgusa, lakini dada akajipenyeza kwa siri. Alipomgusa Yesu, Biblia inasema nguvu zilimtoka Yesu, na Yesu akageuka akasema, kuna mtu amenigusa. Petro akamwambia, Bwana mkubwa, tuko watu wengi sana hapa, unawezaje kusema watu wanakugusa? Kushoto wanakugusa, kulia wanakugusa, mbele wanakugusa. Yesu akasema, no, kuna mtu amenigusa kitofauti. Amenigusa kwa imani na amefyonza nguvu ndani yako. Yule dada akanyosha mikono akasema, ni mimi hapa. Akasema, ndiyo, ni wewe. Akamwambia, msiba wako umekoma tangu sasa. Na damu iliyodumu miaka 14 ilikatika dakika ile ile. Unisikilize mtu wa Mungu, haijalishi teso lako limekaa miaka mingapi, tatizo lako umekaa nalo miaka mingapi. Inawezekana umeliombea sana, inawezekana umelifungia na safari kwenda mahali kwa mahali, lakini teso lako liko pale pale, mlima wako haujabadilika. Usiku wa leo niko hapa kusema nawe ya kwamba maombi yanapofanyika, kinachoamua majibu yako sio maombi ya mtumishi. Maombi ya mtumishi yanaachilia upako. Imani anayeombewa inapokea upako. Ninaweza nikabeba upako mkubwa sana juu yangu na nikaomba kwa ajili ya watu wengi, lakini wakiweko walio na imani peke yao ndio watakaopokea. Ni maombi yangu kwa Mungu aliye hai, imani yako inuke ndani yako. Haijalishi umedumaa kwenye uchumi, umedumaa kwenye afya, umedumaa kwenye kazi, kama unaweza ukaamini, Mungu atakuweko kusaidia katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo Jesus. Watu wa Mungu, muda wetu umeisha na muda wetu sio rafiki hapa redioni. Kwa hiyo nataka nitumie nafasi hii sasa kukukaribisha wewe kwenye kongamano maalum la maombi na mafundisho
litakalofanyika siku ya kesho katika ukumbi wa Garden Hall katika mji mdogo wa Mlowo, ni kuanzia saa 8 kamili mpaka saa 12 jioni. Karibu. Mimi mtumishi wa Mungu nitakuwepo na nitakuombea. Haijalishi mahali umepita, neema ya Mungu iokoayo na iponyayo itakusaidia, itakuponya. Hii neema iliyofungua watu wengi na iliyoponya wengi itakuponya na wewe. Kabla hatujamaliza, nataka nikutajie namba za simu, nikutajie namba zetu za simu ili uweze kupata namba za mawasiliano. Namba yetu ya kwanza 0655 68 68 42, 0655 68 68 42. Narudia mara ya mwisho, 0655 68 68 42. Namba nyingine unaweza ukaitumia ni 0783 48 57 97, 0783 48 57 97. Mungu awabariki. Tukutane kesho Garden Hall saa 8 mchana. Shalom, shalom. Badia sumburia karabashata Malaika wanasifu mbele zako, wakuabudu